Mambo vipi mwana familia wa HNT Media, hii hapa ni update ambayo leo tumeamua kukuletea ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Unaambiwa kiungo mshambuliaji kutoka nchini Congo DRC namba 7 mgongoni kunako kikosi cha Young Africans Max Nzingeri anatazamwa kuongeza mkataba mpya na kuendelea kuitumikia klabu hiyo baada ya kufanya vizuri kwenye klabu hiyo Kongwe barani Afrika na ndani ya misimu miwili mfululizo. Kiungo huyo anayesifika kwa utulivu na akili nyingi kwenye kupenya kwenye safu ya ulinzi na timu pinzani, ni miongoni mwa wachezaji walio kwenye mipango endelevu ya klabu ya Young Africans kutokana na umri wake pamoja na mapenzi yake kwa klabu hiyo. Tayari kuna makubaliano ya awali, hivyo muda wowote kuanzia sasa tutarajie kuona kwamba mwamba huyu hapa na nyota huyu anasinya miaka miwili mingine ya kuitumikia klabu ya Young Africans. Ikumbuke kwamba Max Nzingeri ametua katika klabu hiyo ya Young Africans kwa mkopo akitoka huko Maniema Union akirejea kunako kikosi cha Young Africans, lakini sasa kwa taarifa tulizonazo ni kwamba mwamba huyu Young Africans wameamua kumsajili kabisa awe ni mchezaji wao. Lakini issue kubwa ya Faisal na Mo Dewji, bana, moja kati ya taarifa ambayo Young Africans waliweza kumposti mchezaji kama Faisal Salem na baadhi ya magrupu ya Young Africans waliendeleza na ushawishi kuhusiana na mchezaji huyu wa Azam FC. Kwa sasa tunamzungumzia Feitoto ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, lakini kwa taarifa tulizonazo Simba nao pia wamefanya umafia katika dili hilo, na unaambiwa kwamba mwamba huyu huenda bado hajafikia makubaliano na klabu ya Young Africans. Lakini kwa taarifa tulionayo inazungumzia kwamba issue ya Fei kwenda Simba kwa sasa ni kubwa kuliko uwezekano wa Fei kurejea Jangwani au kusalia Azam. Kwa nini? Kwanza mrefu ambao Mo Dewji this time around amewekeza na ameamua kuachia mkwanja wowote, na ameamua kuingia mazima kwenye vita ya kuisaka saini ya nyota huyo. Amelazimika kufanya mazungumzo na kambi inayosimamia Faisal na kuweka mezani ofa nzito ambayo kweli inashawishi. Mkataba wa miaka mitatu, sign on free milioni 800, lakini mshahara wa kila mwezi ni milioni 50, nyumba na gari na nyongeza nyingine nyingi kutokana na kiwango chake kitakavyokuwa uwanjani. Bana, katika swala la ofa hizi Young Africans walifika katika sign on free waliweka milioni 800, lakini pia katika mshahara wakaweka milioni 40 na kuahidi kumjengea nyumba katika kiwanja chake cha Dodoma na kumnunulia gari la kifahari. Mo Dewji yeye ameongeza milioni 10 katika mshahara wake, na maana atalipa milioni 50 na hayo mengine yote ambayo yameainishwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa namna yoyote ile Faisal Salem huenda akakikacha klabu ya Young Africans na kutimkia huko katika klabu ya Simba Sports Club, ambapo mkwanja mrefu unatajwa kuwekwa mezani juu ya hicho kinachoendelea kwa sasa na katika kuisaka saini yake ya mwamba huyo ambaye anakichapa na kukichafua kunako klabu ya Azam, ambaye mchezaji huyo kwa sasa amekuwa akipostiwa sana na watu wa karibu wa Young Africans na kuifanya klabu hiyo iendeleze kujiamini kuwa kwamba mchezaji kama Faisal Salem atajiunga na klabu ya Young Africans. Lakini Pacome kusinya miwili, kiungo mshambuliaji Pacome Zouzoua raia wa Ivory Coast anaitumikia klabu ya Young Africans kama kiungo mshambuliaji namba 26 mgongoni. Ameongeza mkataba wa miaka miwili ya kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Pacome Zouzoua mwenye umri wa miaka 28 alijiunga na klabu ya Wananchi Julai 19 mwaka 2023 na kushiriki kutengeneza pacha hatari ya kiushambuliaji ndani ya kikosi cha Young Africans. Mkataba wake unatarajiwa kuisha 26-27 akiwa miongoni mwa nyota wa ligi kuu wanaolipwa gari
na wanalipwa vizuri zaidi. Pacome Zouzoua anajiona ana deni kubwa la kuwalipa mashabiki na uongozi wa klabu ya Young Africans kushinda mataji na tuzo kubwa MVP kama alivyo kwa pacha wake Stephen Aziz Ki mwenye tuzo ya mataji lukuki ndani ya kikosi cha Young Africans. Bana, Pacome Zouzoua ataendelea kuwepo katika kikosi hiko cha Young Africans kwa muda mwingine wa miaka miwili. Nahodha pia wa kikosi hiko cha Young Africans Mwamnyeto ameongeza mkataba wa miaka miwili ili kukitumikia kikosi hiko, huku klabu hiyo ikitoa milioni 300 na kumpa pesa ya usajili huo. Mwamnyeto alikitumikia kikosi hiko kwa misimu 4 huku 3 mfululizo akiwa na mafanikio, akiwa kama nahodha akitokea Coastal Union, akiwa ni miongoni mwa nyota waliomaliza mikataba na kulikuwa na sintofahamu juu ya kusalia kuna kikosi hiko au atasepa. Hasa kuna baadhi ya taarifa zilizoeleza kwamba ataondoka Azam, akidaiwa kwamba ilikuwa ikimpigia hesabu klabu hiyo ya Azam. Na taarifa za ndani kabisa kutoka kwa watu wa karibu wa kikosi hiko cha Young Africans, nyota huyo alikuwa na ofa kadha wa kadha ikiwemo ya nje ya nchi, lakini management inayomsimamia iliamua kumwachia mwenyewe kufanya maamuzi wapi pa kwenda, kwani ndiye muamuzi wa mwisho. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusuka kikosi kazi kwa ajili ya kufanya vyema kimataifa katika msimu ujao, na moja kati ya hamu kubwa ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans unahitaji ni kufanya vizuri kuna kwa kikosi cha Young Africans katika hatua ya kombe la mabingwa barani Afrika. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo nimeamua nikuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kubwa zaidi ni wewe kuhakikisha kwamba unasalia nasi hapa ili tuweze kukupasha taarifa za michezo zinazoendelea kuhappen na kutrend sana katika mitandao ya kijamii. Lakini nikukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati, kila saa. Mara tu baada ya kuhappen sisi tunakuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Bana, moja kati ya taarifa kubwa za usajili ambazo unaendelea kuzipata hapa, lakini pia utazipata Instagram account yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa na tetesi za sajili kuna kwa kikosi chako pendwa cha Young Africans. Tukutane katika updates zijazo, na hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo, na mimi ndio ninayekuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka katika studio zetu hapa jijini Dar es Salaam. Tupate kwa ubora zaidi kabisa, lakini pia hakikisha una comment kunako comment section. Bye bye.